Kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo Israel anazidi kupata tabu kubwa sana kupambana na makombora ya Iran. Sasa siku ya hapo jana ilifanya mashambulizi mazito sana kaskazini mwa Israel katika mji wa Haifa, moja kati ya mji muhimu sana na kitovu kikubwa cha uchumi pale nchini Israel. Na ukiona mpaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anazungumzia shambulizi ambalo limefanywa na Iran, yani anatolea ufafanuzi au anatoa pole, basi ujue shambulizi hilo limeigusa sana serikali ya Israel na limepeleka madhara makubwa katika nchi yao. Sasa hapo jana Jumapili, Irani iliweza kufanya mashambulizi mazito pale Haifa, na moja kati ya kitu ambacho kimeelezwa ni kwamba vifo ni 4 na majeruhi 11 kufuatia shambulizi ambalo lilifanyika hapo jana. Na taarifa zinaeleza kwamba Irani iliweza kutumia makombora aina ya cluster munitions, yani makombora ambayo yana vilipuzi vingi. Na moja kati ya kitu ambacho kilielezwa katika taarifa ambayo iliweza kutolewa na jeshi la Israel, walisema kwamba Irani ilitumia makombora, na katika moja ya kombora lake kichwa chake kilikuwa kimebeba uzito wa takriban kilo 450. Unaweza ukapima mtazamaji uzito wa kilo hizo, afu kisha ukawaza kwa jinsi gani kombora ambapo limeweza kupelekea madhara makubwa pale nchini Israel. Na picha zimeweza kutolewa kuonyesha kwa jinsi ambavyo majengo na vifusi ambavyo vilikuwa vimetokana na shambulizi hilo. Na hata moja kati ya waokoaji alijaribu kuelezea hali halisi ya shambulizi hilo na kusema kwamba kuna watu wengine walikuwa wamekwama katika jengo hilo na hali haikuwa nzuri kabisa, na akailaumu Iran kwa nini inashambulia raia wao wa Israel. Kuna moja kati ya jengo ambalo limezungumzwa sana, ambalo kombora hilo la kichwa cha kilogram 450 liliweza kugonga hapo, ambapo kupitia gazeti la Yedioth Aronoth liliweza kuripoti kutoweka kwa watu 4 baada ya shambulio hilo, wakati kituo cha chaneli 12 kikisema kuwa kichwa cha kombora chenye uzito wa kilogram 450 kiligonga moja kwa moja katika jengo hilo. Lakini vipande vya kombora hilo pia viliripotiwa kuanguka katika maeneo angalau 3 ndani ya Haifa na kusababisha uharibifu mkubwa. Lakini pia jeshi la Israel hapo jana liliweza kuthibitisha kuwa liligundua makombora yakirushwa kutoka Iran kuelekea maeneo ya Haifa, Galilee pamoja na Negev. Negev kuna kambi kubwa sana ya kijeshi huko ya Israel, na kambi hiyo ni ya jeshi la anga. Sasa baadaye, kufuatia mashambulizi haya, taharuki ikawa ni kubwa sana pale Israel, na kuna lawama nyingi ambazo zilikuwa zikipelekwa kwa raia, kwa sababu wengine wamekuwa wakipuuzia zile sirens, yani vile ving'ora ambavyo vimekuwa vikilizwa ili kuweza kuwatahadharisha raia kwamba waweze kujiandaa kuingia chini ya mahandaki, kwamba makombora ya Iran yanakuja. Sasa ndio maana hata taarifa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo hii, jinsi ambavyo inaeleza, kwanza amewasisitiza sana raia kwamba waweze kuheshimu mamlaka, kwamba wakipewa taarifa kwamba kombora linakuja basi waweze kutekeleza haraka iwezekanavyo. Ndio maana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu muda mfupi uliopita alieleza hapa, na nukuu kile ambacho amekieleza: nimezungumza sasa hivi na meya wa Haifa Yona Yahav, na nimetoa pole za dhati kufuatia vifo vya kusikitisha vya watu 4 huko Haifa. Yona Yahav aliomba mambo kadhaa, na mara moja nikaagiza mkurugenzi mkuu wa ofisi yangu kusaidia kwa kadri inavyowezekana kwa familia zilizoathirika pamoja na manispaa. Lakini jambo muhimu lililojitokeza tena kwenye mazungumzo ni kanuni moja rahisi, kanuni thabiti kabisa: yeyote anayefuata maelekezo ya kikosi cha ulinzi wa ndani, yani Home Front Command, na anakuwa katika eneo salama, uwezekano wake kujeruhiwa ni mdogo sana, karibu haupo. Kwa hiyo na waomba raia wote wa Israel, hasa wakazi wa kaskazini ambao kwa sasa wanapitia kipindi kigumu sana, na najua ni kigumu kiasi gani kwenu, na waahidi tutasaidia kwa kila njia iwezekanayo, na nawasihi mfuate maelekezo ya kikosi cha ulinzi wa ndani. Mwisho wa kunukuu ujumbe mfupi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambao ameutoa moja kwa moja kwenda kwa raia wote nchini Israel. Na hapa Netanyahu amesisitiza kabisa kwamba kwa yeyote ambaye anafuata maelekezo ya kikosi cha ulinzi wa ndani, yani Home Front Command, na anakuwa katika eneo salama, uwezekano wa yeye kujeruhiwa ni mdogo sana au karibu haupo,
Kwa hivyo ni kama vile ametupia lawama kwa raia wa Israel, baadhi ambao wamekuwa wakipuuzia maelekezo ya vikosi vya ulinzi wa ndani ambavyo vimekuwa vikiwa taarifu kwamba wanatakiwa waingie katika maandaki mara moja pindi tu ambapo wamepewa tahadhari za kiusalama nchini Israel. Ndio maana hata katika namba hii ambayo ameweza kuitoa hapa kwamba idadi ni watu 11 wamejeruhiwa na watu 4 wamefariki dunia, yawezekana hii ni idadi tu ya kuandika habari, jinsi ambavyo labda kupunguza ile tension na taharuki. Ndio maana labda taarifa zimekuwa hivyo. Inawezekana kuna madhara mengi zaidi ya haya ambayo tunayaona hapa ambayo yameweza kutokea, kwa sababu hata kipindi ambacho Israel walishambuliwa pale Dimona pamoja na Aradi, yani Netanyahu aliweza kulazimika kuambatana na waziri wa ulinzi Israel Katz, lakini vile vile aliambatana na mawaziri karibia wote kwenda katika maeneo ambayo yalikuwa yamekumbana na mashambulizi ya makombora ya Iran. Na jinsi ambavyo tulishuhudia pale ni zaidi ya watu kama 150 na kuendelea hivyo walijeruhiwa, na hawakutangaza vifo Israel. Walisema kwamba tu kuna majeruhi zaidi ya 150, lakini wengine wako tight sana kuliko kawaida. Basi taarifa zikabaki hivyo, na hivi Netanyahu amekuja hadharani tena kueleza kwamba raia wanapaswa kuweza kuheshimu mamlaka za ndani na kuweza kutii maelekezo kwamba wanatakiwa waingie katika maeneo ambayo ni salama, yani eneo la shelter, yani mahandaki ambayo yamechimbwa chini ya ardhi huko nchini Israel. Lakini baadaye, baada ya upoteaji wa watu hao, walikuja kuthibitisha kwamba miili hiyo imenaswa chini ya matope, na ilithibitishwa kwamba ni kweli watu 4 wameweza kufariki dunia kama ambavyo taarifa zinaeleza. Lakini mfumo wa ulinzi wa anga pale Israel haukuweza kukamata kombora hilo pamoja na makombora mengine ambayo yalirushwa, yani kama vile ulifeli. Israel tunafahamu kwamba anatumia mfumo wa Iron Dome. Kuna David Sling pamoja na Arrow 3. Sasa mfumo wake maarufu ni Iron Dome ambao umekuwa ukipangua makombora kadha wa kadha, lakini si yote ambayo yamekuwa yakifika. Unajua tofauti moja kubwa iliyopo ni kwamba Irani ina utajiri mkubwa wa makombora ya kasi, yani makombora yake yana uwezo wa kusafiri umbali mrefu, lakini vile vile kwa kasi ya ajabu. Kuna kipindi ambacho Irani, wakati vita vimefika hapo katikati, alianza kutumia makombora kama Fateh, Horamshar, Kadri. Yani kwa jinsi ambavyo alikuwa akishambulia nchini Israel pale Tel Aviv ni inatisha, kwa sababu alikuwa ana kasi ya hali ya juu, lakini yalikuwa na usahihi mkubwa wa kuweza kulenga. Ndio maana hata mifumo mingi ya ulinzi wa anga pale nchini Israel na hata ya Marekani Mashariki ya Kati ilishindwa kabisa kuweza kupambana na makombora ya Irani. Inajikuta tu kwamba makombora yamepenya na yamefikia malengo kwa 100%. Sasa hicho ni kitu ambacho bado kinaipa shida sana Israel katika vita hii ambayo kwa hivi sasa imeingia wiki ya 5 tangu kuanza kwake mnamo Februari 28 mwaka 2026. Kitu kimoja ambacho vikosi vya huduma za dharura mfano MDA, Magen David Adom pale nchini Israel, lakini idara ya zimamoto pamoja na kikosi cha Home Front Command wanakifanya, wanaonyesha uzalendo wa hali ya juu pindi tu mashambulizi yanapotokea, aidha kwenye majengo marefu au kwenye maeneo mengine ya makazi ya watu au kwenye shelters. Yani wanafika kwa haraka kuweza kutoa msaada, kama ni kuokoa, kama ni kusaidia huduma zingine, huduma ya kwanza, kuwapeleka hospitali, kuwachukua, kuwajali raia wao. Yani wanafanya kazi kubwa sana. Wakati wote wamekuwepo na raia na wako macho masaa 24 kuhakikisha kwamba raia wao wanapata huduma kwa haraka iwezekanavyo katika kipindi hiki cha vita. Sasa ripoti nyingi kutoka nchini Israel zinailaumu Irani kwa kutumia makombora ya vilipuzi, yani cluster munitions, cluster warheads, makombora ambayo ni hatari na kwenye kanuni ya sheria za Umoja wa Mataifa yamepigwa marufuku kutumika kwenye vita, kwa sababu makombora yenye vilipuzi vingi ni kwamba linalipuka leo, lakini baada ya muda mfupi litakuja kulipuka tena. Yani kuna vile vilipuzi ambavyo vinakuwa haviishi kwenye kulipuka, kitu ambacho kinazidi kuichanganya Israel siku hadi siku. Kiuhalisia ni kwamba vita bado vinazidi kuwa vitete kwa upande wa Israel, lakini hata na Marekani pia, lakini Irani anazidi kuweza kushikilia msimamo wake wa kuendelea kupambana bila kuchoka na kutetea dola yake ya Jamhuri ya Kiislamu nchini Iran. Basi kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote, tutakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.